Kwa jina naitwa Mr. Elisante Ibrahim Phineas, Chairman wa Asante African Group na mkurugenzi mtendaji Asante Motors Limited. Asante African Group of Companies kupitia kampuni tanzu ya Asante Motors Limited, miaka 7 ya uaminifu, ubora, huduma na zinazogusa maisha ya Watanzania wote. Leo ni siku muhimu katika historia ya kampuni yetu. Tumekutana nanyi si tu kwa kuelezea shughuli na huduma tunazozitoa, bali pia kushirikisha umma kuhusu hatua mpya za maendeleo ya kampuni na maazimisho ya miaka 7 ya uwepo wa shughuli zetu. Shughuli zetu za uwajibikaji kwa jamii pamoja na kumtambulisha rasmi brand ambassador wa kampuni yetu Mr. Paul Brand. Kwa miaka 7 iliyopita, Asante African Group of Companies imeendelea kujijengea heshima kupitia misingi ya uaminifu, uwazi, ubora wa huduma, uwajibikaji na kujali mahitaji ya wateja. Asante Motors Limited ni kampuni tanzu ya Asante African Group of Companies inayojihusisha na uagizaji wa magari, mitambo, vifaa kutoka masoko ya kimataifa kwa viwango vya ubora vinavyokubalika duniani. Maazimisho hayo ya miaka 7 ya kampuni zetu zilizoko chini ya Asante African Group, kikubwa zima yetu ni kurudisha kwa jamii. Tunaposema kurudisha kwa jamii, tunataka kurudisha kwa jamii kile ambacho tumekipata ili jamii iweze kunufaika. Hasa katika sekta ya elimu na afya. Na tumeshaweza kutoa mwelekeo mzuri ambao unaenda kuunga serikali katika kuboresha sekta hii katika maendeleo. Gharama za uagizaji na zile gharama nyingine ndogo ndogo hatutazitoza. Licha ya hivyo tutatoa misaada katika vituo vya afya, hospitali na kununua baadhi ya vifaa ambavyo vitasaidia huduma ya mama na mtoto pamoja na huduma zinginezo kama huduma za watoto njiti. Tumekwisha zungumza na wadau mbalimbali wa huduma zetu. Wameweza kutupatia sehemu hasa ambazo zinawakwamisha katika afya, ambazo ziko katika huduma za afya na upande wa elimu. Kwa hiyo kampuni kama kampuni kupitia bodi tunalielekeza hilo kwenda kuisaidia jamii katika sehemu hizo. Mara baada ya kusema hayo, nasema ni vyema sasa nikaenda kumtambulisha brand ambassador wetu wa kampuni ya Asante Motors ambayo ni kampuni tanzu Asante African Group of Companies. Leo tunayo heshima kubwa kumtambulisha rasmi Mr. Paul Brand kuwa brand ambassador wa Asante Motors Limited. Kupitia nafasi hii atakuwa mshirika muhimu katika kutangaza huduma za kampuni, kukuza chapa ya ubora ya Asante Motors Limited, kushiriki kampeni za kijamii, kuhamasisha vijana na jamii kuhusu fursa zinazotolewa na kampuni. Kwa majina kamili naitwa Paulo Steven Mnyoro, alimaarufu kama Mr. Paul Brand, Paul Madini, Paul Katoro. Bana, niko hapa kushukuru, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifanya mimi kuwa hapa mbele yenu, lakini pia napenda kumshukuru mkurugenzi, management na familia ya Asante Motors Africa Group Company Limited kwa kuniamini na kunipa nafasi ya kuwa brand ambassador wa kampuni hii. Ni jambo kubwa sana, sio jambo dogo. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu jamani, si ndio? Nimekubali jukumu la hili kwa sababu nimeona dira, maono na dhamira ya kampuni inayokwenda zaidi ya biashara Asante Company Limited Group, si ndio? Imeonyesha kwamba mafanikio ya kweli yanajengwa kwa uaminifu, huduma bora, kwa kuwajibika kwa jamii. Hiyo ndio Asante
Company Limited. Sindio jamani kampuni bora kabisa ya kuagiza magari na kuuza magari. Mtanielewa. Nikiwa brand ambassador nitafanya kazi kwa ukaribu na kampuni kuhakikisha Watanzania wengi zaidi wanafahamu huduma zinazotolewa na kampuni ya Asante Motors Company Limited, ikiwemo na kuagiza magari, huduma za dunduliza, mikopo ya magari. Hapo naongea na ndugu zangu wale ambao mwezi kuchukua gari kwa mkupuo, mnahitaji kudunduliza. Tutaenda kwenye maswali baadaye. Uagizaji wa vifaa vya kilimo, ujenzi, elimu na afya, pamoja na ushauri wa kitaalamu kwa wateja. Yaani tutakushauri sisi vizuri gari gani la kufanya, gari gani halikufai. Kwa sababu watu wengine hatupaswi kuendesha V8 sasa hivi. Tuendeshe kwanza EST, tujipange, tununue Rolls Royce kama wanavyosema ndugu zangu. Pia nitashiriki kikamilifu katika kampeni za kijamii za kampuni, hususan zinazolenga kuboresha sekta ya elimu na afya, kwa sababu naamini maendeleo ya biashara yanapaswa kwenda sambamba na maendeleo ya jamii. Nawaalika Watanzania wote kuendelea kuiamini Asante Africa Group Company Limited, kwa maana kama mshirika wa maendeleo, ubunifu na huduma zenye ubora. Kwa pamoja tuendelee kujenga Tanzania yenye fursa zaidi, katika kila mmoja wetu afaidike. Katika yale magari ambayo uliona Katoro kwenye harusi ya juzi, kwenye ukanda wangu ule unaovuruga sana, kuna magari zaidi ya 6 na yafahamu yamenunuliwa na yameagizwa na Asante, zile V8. Kuna magari zaidi ya 6 na yafahamu mimi, yameagizwa na Asante Motors. Ni kwa nini? Hata juzi tumepeleka Nyamongo jamani. Watu wa madini, unajua watu wa madini, watu ambao wanapenda vitu vizuri, hawaangalii price, wanaangalia kitu bora. Kwa na washauri hata ndugu zangu wa madini, mnanijua vizuri Paul Brand, sinaga ujanja. Kwa sasa hivi, kuanzia sasa hivi, kanda ya Ziwa, kanda ya Kati, kaskazini Dar es Salaam, watu wote tunaagiza magari na Asante Motors. Unajua usihangaisha akili yako jamani. Una shida na gari, usihangaike, nenda Asante. Mbona ofisi zinaonekana? Mbona namba za simu zipo, na sisi tunaruhusu tuchunguze, tudukue. Njoo ofisini, uliza maswali unayojisikia, uliza bei, fanya unavyojua, ondoka. Na maji ya kunywa utakunywa vizuri, utakunywa na soda kabisa ofisini kwetu. Kwa na washauri vijana wangu wale wa mgodini, mabosi wangu wale, na wajua ndugu zangu mlivyo na kisukari cha magari, njooni Asante Motors tushushe kisukari chenu. Sisi ndo mabingwa kushusha visukari vya magari. Naitwa Bwana Yusuf, afisa masoko na mahusiano wa kampuni ya Asante Motors Limited. Kuhusu kampuni yetu ya Asante Motors Limited, kampuni yetu inajihusisha na uagizaji na uuzaji wa magari. Asante Motors Limited ni kampuni tanzu ya Asante Africa Group Companies Limited. Katika shughuli inazofanya Asante Motors, sisi tumejielekeza kutoa huduma zifuatazo. Tuna vifurushi vyetu. Kwanza tuna kifurushi cha kwanza kinaitwa agiza magari na Asante Motors. Kifurushi hiki ni rasmi kabisa kwa wale watumiaji wa magari, wahitaji wa magari, wanaohitaji magari. Kwa hiyo kifurushi hiki kinatoa huduma ya uagizaji wa magari kutoka maeneo mbalimbali ulimwenguni: Singapore, Dubai, Thailand, UK, China, Japani, kuja Tanzania. Kwa hiyo ndio agiza magari na Asante Motors. Lakini tunacho kifurushi cha pili cha kopa gari na Asante Motors Limited. Katika kifurushi hiki kinamwezesha mteja na mtumiaji ambaye anahitaji gari kwa utaratibu wa kukopa. Asante Motors Limited tunafanya kazi, tunashirikiana na taasisi mbalimbali za kifedha ili kumrahisishia mteja wetu kupata mkopo kwa ajili ya manunuzi ya gari. Kwa hiyo mteja anapokuja kwetu tunamuunganisha moja kwa moja na taasisi hizo, tunarahisisha zoezi, anapata mkopo na kuagiza gari au kujipatia gari kutoka kwetu. Lakini vile vile tunacho kifurushi cha dunduliza na Asante Motors. Kifurushi hiki ni maalum kabisa kwa yule mtu anayekuwa anahitaji gari, ana malengo ya kununua gari aidha kwa baadaye, labda miezi 5 mbele, lakini ana pesa ya pamoja kuagiza, ana pesa ya pamoja kununua gari moja kwa moja. Sasa katika kifurushi hiki
mteja anayo fursa ya kuanza kuweka akiba yake taratibu. Anaweka kidogo kidogo, pesa inapofika kiwango cha kuagiza tunamwagizia, inapofika kiwango cha kununua tunamuuzia gari. Kwa hiyo na wenyewe hii tulifanya maalum kwa watu ambao kidogo wanakuwa hawana pesa moja kwa moja kuagiza ama kununua. Kwa hiyo tukaona tuwekee na wao kipande chao. Lakini pia tunacho kifurushi cha afya na elimu. Kwa kuzingatia sera na miongozo mbalimbali ya serikali na kuhusu vision ya serikali ya 2030 mpaka 50. Kwa hiyo tukaona sisi Asante Motors tuingie katika hili kwamba turejeshe kwa jamii katika namna ya kusaidia elimu, kwa kutambua umuhimu wa elimu katika jamii yetu, katika nchi yetu. Pia tunacho kifurushi cha uagizaji wa vifaa vya kilimo pamoja na ujenzi, kwa kuamini kabisa kwamba kilimo ndio uti wa mgongo wa taifa, na imekuwa sera ya serikali za awamu zote kilimo. Kwa hiyo hapa tunaagiza trekta, tunaagiza mashine za kuvunia na mashine nyinginezo za kilimo. Na hizi nazo tunaagiza kwa kutoa nusu ada, si sawa na gari, ili kuwasaidia wakulima wetu wajipatie vifaa kwa namna nyepesi. Lakini vile vile kwa kuamini kabisa katika sera za mbalimbali za serikali ni pamoja na urahisishaji wa miundombinu. Kwa hiyo hapa hatukuwaacha wale macontractors, watu wenye makampuni ya ujenzi wanaoagiza mashine kubwa kubwa za ujenzi wa barabara, ujenzi wa vitu vya namna hiyo, ili kuhakikisha kwamba miundombinu inakuwepo na uchumi wa nchi yetu unapanda. Maana tunakadiria angalau kwenda 2030 kuelekea 50, angalau pato la taifa liwe limepanda na pamoja na pato la taifa kwa mtu mmoja mmoja, pato la mtu mmoja mmoja liwe limepanda. Sasa bila miundombinu hatuwezi kufika huko, na sisi tukajielekeza huko, ila sisi tutoe sehemu yetu ya kuchangia kwenye ukuaji na kuhakikisha mipango ya serikali inakaa sawa pamoja na Tanzania wanafikia matarajio yao.